Mambo vipi msikilizaji na mfuatiliaji wa Ulimbo wa Simulizi? Mimi ni Kanban Ahmed ambaye always nimekuwa nikikuwekea vocal na sound ya mamlaka katika channel zetu na simulizi zetu ambazo umekuwa ukizifuatilia kuanzia mwanzo. Ni mimi pekee ambaye ninaendelea kutaraddad, lakini namshukuru Mungu sana. Ila leo sina simulizi. Na story yangu kubwa kwenu leo nataka kushare na nyinyi kitu, kwa sababu nyinyi ndio mashabiki zetu, nyinyi ndio mnaotupa nguvu sisi. Kwa nafurahi na nitapata furaha zaidi kama nitashare kitu pamoja na nyinyi. Issue ambayo nataka kushare na nyinyi leo ni hii. Nataka kuwapa short recap ya namna tunavyofanya kazi zetu, ili na nyinyi muweze kutupa comment kwamba tunakosea au tunatakiwa tufanye nini ili kuwaboreshia kitu, nyinyi muweze kuburudika na channel ya Ulimbo wa Simulizi. Ni kwamba kwanza kabisa napitiaga changamoto kwa sababu eneo ambalo ninarekodia ni barabarani. Kama unavyosikia sasa hivi kuna magari nini zinapita, huwa narekodia barabarani. Na hiyo inanipa changamoto kidogo, inabidi mimi niwe na rekodi usiku sana. Huwa na rekodi kama sijakosea inakuaga saa 7 za usiku mpaka saa 8 sometime ndo naanza kurekodi. Na huwaga na rekodi kwanza sauti. Baada ya kurekodi sauti, nikisha rekodi sauti sasa ndo tunatafuta kama kitu picha ambayo inaendana na simulizi, kwa sababu bado hatujakuwa na vifaa vya kufanya nini, vya kuedit moja kwa moja kama kompyuta na vitu vingine. Na kompyuta ambayo tunatumia ni ndogo, haina uwezo kuedit video kubwa. Kwa tunatumia kompyuta kawaida kutokana na kulingana na kompyuta zetu vile zinavyobeba, yani uwezo wake wa kubeba mafaili ya kufanya nini, ya kufanya editing. Kwa hiyo tunatumia picha moja kama wengine wanavyofanya, lakini lengo la kutengeneza video hii ni kutaka kupata comment kutoka kwenu nyinyi ambao ni mashabiki zetu, kwamba nini tufanye ili muweze kuburudika zaidi. Kwa sababu nilikuwa na wazo hapa kwamba kwenye baada ya kurekodi tukiesha edit na kuwapostia nyinyi mnasikiliza. Je, tufanye nini ili nyinyi muweze kuburudika zaidi? Je, tufanye kutengeneza video zenye mjongeo au tuache katika hali hii ya kawaida? Ni kipi ambacho kitafanya nyinyi mburudike zaidi? Mimi leo nimehitaji kuzungumza na nyinyi ili muweze kutupa comment na kutupa mawazo pia, kwa sababu nyinyi mnaburudika, lakini sisi ndio tuna material ya nini, ya kufanya nyinyi mburudike. Kwa tunawasikiliza pia mashabiki zetu, mnataka nini kupitia nini channel ya Ulimbo wa Simulizi. Na leo sauti ya mamlaka nitakusanya comment zote chini hapa, kwa yoyote ambaye atafuatilia channel hii aweze kunipa majibu yale yanayostahili. Ila lengo langu kubwa lilikuwa ni hilo. Sidhani kama nahitaji kuzungumza sana, ila ni short kwamba katika processes za kurekodi, processes za edit na kila kitu, hatuna mzunguko sana, ni kawaida, tunarekodi kawaida, tunatafuta muda, tunakaa, tunatumia application zetu, tunaedit vizuri bila kuwa na shida yoyote, alafu then tunawapostia nyinyi muweze kufanya nini, kuburudika. Ila kimoja ambacho nitakuomba kama kawaida, usiache kucomment. Yani comment, sitaki ile comment ya sawa, ila nataka comment ya wazo kwamba tufanye nini ili wewe uweze kuburudika. Lakini pia usiwe mchoyo wa kushare link kwa watu wako ambao unawamiliki kwenye simu yako. Share kwa wote, ambaye atavutiwa aweze kubonyeza kufungua linki. Lakini pia kama ni mgeni katika channel, tunakuomba bonyeza alama ya neno subscribe. Lakini pia bila kuwa mchoyo, bonyeza alama notification ili kuweza kupata notification pindi tunapoweka video zetu na simulizi zetu. Unakuwa mtu wa kwanza kupata notification kisha kuburudika. Naam, niwaahidi kitu kimoja, baada ya kusikiliza comment zenu, mimi na kamati nzima ya Ulimbo wa Simulizi tutakaa chini na kuyapitia mawazo yenu ambao mtacomment hapa chini, ili sisi tuweze kuwafanyia kile nyinyi mnachotaka, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara na wateja wetu ndio nyinyi ambao mnasikiliza, na tunawathamini sana wateja wetu. Kwa hilo au kwa ufupi, nitapenda munielewe kwa hilo na kisha mtupe comment zenu, sisi tutazifanyia kazi. Kwa leo sina mengi, asante na chao. Usisahau kusubscribe, lakini pia mimi ni Kanban Ahmed, yule nguli ambaye anakuingizia vocal na sauti ya mamlaka aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Ni mimi hapa. Lakini yule nguli ambaye anakuandikia simulizi zako, even baadaye tutakuja tuwe na waandishi tofauti, ikiwa mimi baadaye nina mpango kwa mwandishi.
Ila hivi sasa ambaye tunatamba naye ni Zuberi Musa Maruma, ambaye ndio nguli anayekuingizia vocal na sauti ya anakuingizia maandishi, alafu mimi nayaingiza sauti, wewe unaburudika. Asante na cha. Yo, what's up? This is Khan.